Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, mara baada ya bodi ya ligi kutoa taarifa ya kusogezwa kwa mchezo nambari 184 wa ligi kuu soka Tanzania bara maarufu kama NBC, Yanga dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao ulikuwa umepangwa kupigwa Juni 15 na sasa utapigwa Juni 25. Bwana, moja kati ya maswali ambayo kila mmoja alikuwa akijiuliza ni kwamba je, Yanga watacheza, Simba wanacheza? Sasa kwa upande wa wenyeji Yanga Afrika, ambao wao mara ya kwanza waliweka msimamo wao kwamba hawatocheza mchezo wowote kama sio wa tarehe 8 ya mwezi wa 3, sasa rasmi wamekubali kucheza dabi ya tarehe 25 ya mwezi wa 6. Kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga bwana, wamechapisha bango kubwa sana na wakaandika Kariakoo Dabi tarehe 25 mwezi wa 6 2025 saa 11 jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Halafu wakasindikiza na caption inayosomeka kwamba hii haina kipengele, Kariakoo Dabi tunacheza. Ndicho ambacho wamekiandika Yanga Afrika kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram. Sasa moja kati ya maswali mengine ambayo tunajiuliza, tuliona karibia mikoa yote baadhi ya viongozi na ya matawi ya klabu ya Yanga walikuwa wakizungumza kuhusiana na kutokucheza dabi. Sasa nini ambacho wanakizungumza mara baada ya klabu ya Yanga kutangaza rasmi kwamba wako tayari sasa kucheza dabi ya tarehe 25? Kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga ni kusomee baadhi ya comment ama maoni mbalimbali ya mashabiki wa Yanga mara baada ya Yanga kukubali kucheza dabi. Huyo anasema walete, mwingine anasema tunacheza sasa, mwingine anasema Yanga bingwa, mwingine anasema Yanga ni timu kubwa, mwingine anaita wananchi, mnasema njoni kwenye page yangu, sawa. Mnasema kiko wapi, anauliza hivyo. Mwingine anasema wamekwisha hawa Simbilis. Mnasema tunacheza hapo ndio naikubali Yanga. Mwingine anasema tarehe 15 imeishia hivyo. Mnasema haya, nani kajiuzulu eti hatutaki, sawa. Mwingine anasema safi. Mnasema haina kipengele. Je, yale matakwa yenu yametimizwa? Moja kati ya swali ambalo analiuliza na nikupitishe kwenye kile ambacho Yanga walikiandika kupitia kwenye taarifa zao. Walisema ili washiriki dabi watataka matakwa yao manne yatimizwe. Sasa wewe naoji matakwa yametimizwa? Pengine huenda Yanga pia wakaja na ufafanuzi kwa nini wamekubali kucheza dabi na wakati huo bado yale matakwa hayajatolewa ufafanuzi kama yametimizwa ama hayajatimizwa. Kwa hiyo pia tusubiri kuona nini ambacho Yanga watakuja nacho mara baada ya kukubali kucheza dabi ya tarehe 25. Mwingine anasema asante, tumelipwa tukutane Lupaso. Mwingine anasema hatuchezi, kiko wapi? Mwingine anasema hii haina kipengele. Mwingine anasema hata Yuda hakumsaliti Yesu hivi, ila sawa. Mwingine anasema ujumbe umefika, watu wanauliza kuhusu matakwa, wajitokeze wengine kukemea madudu. Sisi tumeonyesha njia na mnapaswa kuifuata, hii tunacheza. Mwingine anasema kabisa tunacheza. Mwingine anasema hii imeenda. Mwingine anasema kweli Yanga noma mpaka sawa. Anasema mama ameingilia kati ndio tunacheza, sawa. Mwingine anasema hatuna mpira hapa, sawa. Mwingine anasema kwani viongozi wameshajiuzuru mpaka mcheze au kuna nini kimefanyika? Mwingine anauliza hivyo. Mwingine anasema haina kipengele hii. Mwingine anasema mmetisha. Mwingine anasema sasa msilete timu uwanjani makolo mtaona. Mwingine anasema hii imeenda. Mwingine anasema kipengele wakilete wao. Mwingine anasema basi unaambiwa mpanzu huko anatamani kipigwe hata kesho saa 1. Mwingine anasema simlisema dan sawa. Mwingine anasema kwani hao wanasemaje? Mwingine anasema tunacheza. Mwingine anasema Yanga bingwa. Mwingine anasema hii tunacheza. Mwingine anasema hii tunacheza sasa. Mwingine anasema Yanga bingwa. Mwingine anasema sawa, kaingia mkenge, kesi ishakuwa ngumu. Mwingine anasema tunacheza. Mwingine anasema hatuna muda.
sisi tunacheza. Mimi nasema si msema mchezi mpaka mlipwe. Mimi nasema hongeleni kwa kuachana na misimamo ya hatuchezi ng'o kwa maslahi ya mpira wetu. Huyu anaipongeza Yanga mara baada ya kukubali kwamba wanacheza dabi ya tarehe 25. Mnasema Yanga ni timu kubwa, mnasema sasa sawa. Mnasema tunasubiri dabi ya tarehe 25. Mwingine anasema hii tunacheza. Bwana, hizo ni baadhi ya comment za baadhi ya mashabiki, wadau wa soka wa mpira hapa nchini wakitoa maoni kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya klabu ya Yanga kuposti taarifa ya tarehe ya dabi ya tarehe 25 na kukubali kuingia uwanjani licha ya kuwa na misimamo kadhaa, licha ya kutoa taarifa nyingi kuhusiana na dabi, lakini mwisho wa siku Yanga wamekubali kucheza. Sasa moja kati ya jambo ambalo linasubiriwa kwa hamu ni kwa wekundu wa Msimbazi pia mara baada ya kuweka taarifa kwamba kama dabi ya Juni 15 haitofanyika basi hawatoshiriki mchezo wowote. Sasa kwa upande wa klabu ya Yanga tayari wamekubali kucheza. Je, kwa wekundu wa Msimbazi Simba nao watacheza ama itakuwaje? Tutakuja pia na taarifa hiyo kwa wekundu wa Msimbazi Simba, nini ambacho wamekizungumza mara baada ya dabi kusogezwa mbele. Na tumeona bodi ya ligi wakitoa taarifa wakisema bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imesogeza mbele mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 kamili jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 kamili jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea mchezo huo. Ndicho ambacho bodi wamekiandika, na Yanga tumeona wakiposti picha ya tarehe ya dabi kwamba wao wanakwenda kukichafua kwenye mchezo huo. Bwana, iko hivyo. Wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga kitapigwa tarehe 25 na sio Juni 15 kama ambavyo ilikuwa imepangwa, na hii ni kutokana na pengine mazungumzo yaliyofanyika na busara pengine huenda imetumika na kuona kwamba kuliko kuwanyima wa Tanzania umuhimu wa kutazama mchezo wa Simba na Yanga, ama kuliko kukata kiu ya Watanzania kutokutazama mchezo wa Simba na Yanga, basi wameamua sasa kusogeza mbele na tarehe 25 kinapigwa Simba dhidi ya Yanga. Mpaka sasa unaona mashabiki wa klabu ya Yanga kupitia kwenye comment kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wamekubali kucheza na wako tayari kupeleka timu uwanjani mara baada ya kushikilia msimamo wao wa kutokucheza, lakini pia wakihitaji baadhi ya mambo yafanyiwe kazi ndipo wacheze. Sasa kuna baadhi ya wengine mashabiki na wadau wa soka wanahoji kwamba je, yale ambao mliomba yamefanyiwa kazi mpaka kukubali kucheza? Na ndio maana nimesema tusubirie kuona pengine Yanga watakuja na taarifa ipi kuhusiana na yale ambayo waliiomba bodi ya ligi iweze kuyatekeleza ndipo wacheze, na pengine huenda kucheza kwao ama kukubali kucheza pengine huenda yametekelezwa. Kwa hiyo tusubiri pia na kuona taarifa ya Yanga itaeleza nini, kwa nini wamekubali kucheza mara baada ya kuweka misimamo kadhaa juu ya kutokushiriki dabi ya Juni 15 ambayo ilikuwa imepangwa kupigwa tarehe hiyo, lakini kwa sasa tumeona Juni ikipigwa tarehe 25 ya mwezi wa 6 na Yanga wamekubali kucheza. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.